Ninakusalimu kwa jina lipitalo majina yote, jina la Bwana wetu Yesu Kristo. Karibu katika mfululizo wa masomo ya mwongozo wa kujifunza Biblia, hii ikiwa ni robo ya 4 mwaka 2025. Mafundisho ya imani kutoka kwa Yoshua. Juma hili tunaliangazia somo la 13 linalosema chagueni hivi leo. Na leo ni Disemba 22, siku ya Jumatatu. Mada ya leo inasema kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Ni kitu gani ambacho Yoshua aliwaita Waisraeli wafanye? Yoshua 24:14 na 15. Kumtumikia Bwana kwa unyofu wa moyo na kwa kweli kuna maanisha nini? Ombi la Yoshua linaonesha wazi ukweli kwamba Israeli wanapaswa kuamua ama kupitia uaminifu kwa Muumba wao, kutunza upekee wao na kuishi katika nchi, au kufifia na kuwa mmoja kati ya mataifa mengi waabudu sanamu bila utambulisho wazi, kusudi au utume. Chaguo ni lao. Ombi la Yoshua ni la namna mbili. Israeli wanapaswa kumcha Bwana na kumtumikia kwa unyofu wa moyo na kweli. Kumcha Bwana haimaanishi maisha ya kutetemeka daima na kutokuwa na usalama wa kihisia. Badala yake, hilo linarejelea heshima kuu na kicho kinachotokana na utambuzi wa ukuu usioelezeka, utakatifu na kutokuwa na ukomo kwa Mungu kwa upande mmoja, na udogo, dhambi na ukomo wetu kwa upande mwingine. Kumcha Mungu ni utambuzi wa daima wa ukubwa wa madai yake, utambuzi wa kwamba yeye si baba yetu wa mbinguni tu, bali pia mfalme wetu ambaye ni Mungu. Ufahamu huo utaongoza kwenye maisha ya utii kwa Mungu. Mambo ya Walawi 19:14, Mambo ya Walawi 25:17, Kumbukumbu la Torati sura ya 17:19, Wafalme wa Pili sura ya 17:34. Ingawa kicho hufafanua mtazamo wa ndani ambao ni lazima uwe ni sifa ya Mwisraeli, matokeo ya vitendo ya uchaji Mungu ni utumishi. Utumishi unaotakiwa kwa Israeli huonekana kutokana na maneno mawili ya Kiebrania, kwa unyofu na kwa kweli. Neno la kwanza, yaani tamim, linatumika zaidi kama kivumishi kuelezea ukamilifu wa mnyama anayetolewa kafara. Neno la pili linaloelezea utumishi wa Israeli ni kweli au uaminifu, Kiebrania met. Neno hilo kwa ujumla huwa linamaanisha hali ya kutokubadilika na uthabiti. Kwa kawaida linamrejelea Mungu ambaye tabia yake inajengwa kwa ndani kabisa na uaminifu unaodhihirishwa kwa Israeli. Mtu aliye mwaminifu ni mtu anayefaa kutegemewa na kuaminiwa. Kimsingi, Yoshua anaiomba Israeli kuonesha uaminifu ule ule ambao Mungu ameuonesha kwa watu wake katika historia yao. Si utiifu tu wa nje kwa matakwa yake, bali ni kile kinachobubujika kutoka katika uthabiti wa ndani usiogawanyika wa moyo. Maisha yao yanapaswa kuonesha shukrani kwa Mungu kwa yale ambayo amewafanyia. Kimsingi, ni jinsi ambavyo sisi leo tunapaswa kuhusiana na Yesu pia. Inamaanisha nini kwako kumtumikia Bwana kwa unyofu wa moyo na kwa kweli? Ni vipengele vipi maishani mwako vinavyokuvuruga kimawazo ambavyo vinazuia kujitoa kwako kikamilifu kwa Mungu? Hii ni Disemba 22, siku ya Jumatatu, kwa unyofu wa moyo na kwa kweli. Mungu atubariki sote na nikutakie majukumu mema.